Tunakwenda kuosha kidogo. Wale mko na bahasha mtakuja hapa mbele. So that we can get together. Wow. Kwa sababu ya dhuhuri ya leo, wakati huu Bwana tuko mbele zako, tunashukuru kwa sababu ya kutupatia nafasi. Ninajua ya kwamba Mungu hawezi kusanya watu wako pasipo na sababu. I pray in the name of the Lord God, let your will and very purposes come to pass. Thank you, Father, because of this morning. I pray for each and every heart that is in this place. Let no one go home void. Let every soul have an encounter with you today. In the name of Jesus, every power, every forces of the enemy, I subdue them, I subject them right under my feet. In the name of the Lord Jesus. Them that are sick, I declare and decree your day of healing is today. Them that are hopeless, I declare and decree your day of hope is today. God, heal our heart and revive and refresh our souls and spirit. In the name of Jesus. Holy Spirit, this is your meeting. Oh, have your way. We can't do it without you. You are the Master, you are the Lord, you are the King. Take preeminence, Holy Ghost. Take over, Master. Let your kingdom come by your will being done on this plate. Let your kingdom come by your will being done in our heart and in our spirit. Thank you, Holy Father. Roho ya shetani ambao huja kuiba kile ambacho kimepandwa katika roho za watu, na ikemea na kuifunga kwa jina la Yesu. Roho ambayo huiba roho na mawazo ya watu wa Mungu wasikaweze kuelewa, na ifunga kwa jina la Yesu. Bwana, nitumie kama chombo nikafikie roho za watu wako, nikanene mausia yako Bwana, katika jina la Yesu. Ninaombea kwa sababu ya hawa wapendwa wamekuja na saka zao, wamekuja katika madhabahu haya Bwana. Naomba Bwana wa majeshi, neema na rehema zako zikawe sehemu yao. Bless their going out and their coming in. Fight their battles. You says in your word that the battles do not belong to us. Battles belong to you. Fight their battles, O God. Favor them. I speak favor. I speak divine favor upon their lives. No more struggle. I forbid them to fail. They will prosper.
in the name of Jesus. Father, surprise them next week. Surprise them from today. Surprise them, Lord, in the name of Jesus. I declare they are not the tail, they are the head. They are leaders. They are blessed in the country and in the city. I declare blessing. Thank you, Father, because of your love and because of your grace. In Jesus' name I pray, and the church say amen. 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 We can sit down in the presence of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Good afternoon. Is it afternoon really? Good morning. Good morning. Good morning. Kwani mmeruka sana mpaka mmesweti kabisa? Ifanyeni namna hii. Good morning. Good morning. It is only in church where people frown. Na wakiambiwa wasalimie jirani zao hawataki. You know, sio vizuri. We should have love. Amen? Amen. You might be seated to your next boss. Amen. Alafu unamwangalia na macho baya hapa. Hebu salimia jirani yako. Vizuri na unamsalimia na heshima bwana. You might be seated to your next governor, Kwa hivyo msalimie na heshima. Na tuzoee kuheshimu watu, amen? Somebody said respect men, they might be the angels around you. Bwana Yesu asifiwe. You know tunatoshanishwa na hizi mavazi. There is this guy, very wealthy guy in Nigeria. He's one of the wealthiest people in the world. Na siku moja, a man of God by the name, I don't know, I'm not very sure, in the house, akaingia kwa ndege, and then kama kawaida, nafikiria hata kwa ndege kuna kuwaga tu kama matatu. Sijawahi ingia, lakini nitaingia tu karibuni. Amen. Si mnafaa kuchemuka sometimes, kuchemuka kuseme pastor wetu aingie ndege hapa Nairobi aende Mombasa. Au ni aje? Mimi hapa ingine na mgoga ile akiingia hivi. Mchemuke hii December mseme pastor wetu aingie hapa, asiende na gari yake, aingie hapa mpaka Mombasa. Naende aongelee 1 week na arudi. Na nikiwa huko nitapost niandike Mombasa maneno. Ndio muone nimefika. By the way, ni vizuri hizi vitu kufanya, Yeah, when you are alive, it is good to do this thing. Don't wait until when you have a lot of money. You may not have a lot of money. But the Bible says godliness and contentment is a great gain, Hiyo kidogo tu ikiwa na Mungu ina raha mingi, si kweli? So Idahosa alipoingia kwa ndege, I'm not very sure kama ni Idahosa, but he was a servant of God. Ni Maurice, one of them I don't know. Idahosa moja. Ni Idahosa, I think ni Idahosa. Na alipoingia kwa ndege kukawa ni kama ila he was late or something, na nafasi yake ikawa ni kama ilikuwa imechukuliwa. Na unajua kama kawaida kwa matatu, ukiingia kwa matatu ukuta zinajaa zinatoka. So kuna wale wazee wanaingiaka ana expect vijana waamke. Unajua nao siku hizi vijana wanakula nini vijana by the way? Hatuelewi. Wanamwangalia wanashangaa sasa huyu mzee. Si agoje ndege nyingine. Na ikawa ngumu kidogo, lakini one guy he said because of the honor of the man of God. Anaandika hata sidhani kama alikuwa Mkristo. Akaamka akasema mtumishi wa Mungu, wewe enda kanisa. That's why I say respect men, they might be the angels around. Ukija kanisani hapana angalia watu kama mlilala jana akakutusi, ni kama ako na deni. Hata kama mtu ako na deni, lazima utuambie ako na deni. Unajua kuna wale watu unaopaka suti alafu ukiwa harusi unasikia akisema, na hii suti imekutoa. Hii suti nilikuwa nimenunua pesa nyingi. Anataka kila mtu ajue hiyo suti ni yake. Biblia inasema ukifanya kitu kama hiyo umepata hiyo reward. Si ni kweli? Ukisaidia mtu sio, you don't have to serve the whole. So the young man akapatia mtumishi wa Mungu nafasi, and that is how alipata nafasi ya kwenda. But before that man of God left, akaambia huyo kijana,
because of what you have done to me. Haujui umefanyia nani hii. I bless you. You will be filthy rich. Yaani utakuwa utajiri kupindukia. And that is how, by then hakuwa na kitu. But that is how the grace of wealth, that is how the power to make wealth came into his life. Remember we say we do not pursue wealth, we attract. Nishaanza kuhubiri. We do not pursue wealth, we attract. And we say by the fact that you are running after wealth, the wealth is also running. You will never get it. It is very fast. So if you want to become blessed and wealthy, attract it. How do you attract it? By receiving the Spirit called blessing. Blessing of God addeth no sorrow, but they increase your life. So ninaamini ya kwamba labda watu waliangalia huyo kijana wako huyu mshenzi. Sasa kwa nini anakubali kuchelewa kwa sababu ya mzee ameingia hapa anakaa hana kitu. I want to say this wapendwa. Men are dimensional. Everybody say that. We carry different graces. Amen. Ndio maana unaenda unakuta nyanya yako mzee. Unampatia sukari, anatemea mate wapi? Anatemeka wapi? Hapa na ingine ni ya tubako. Nani sasa hivi tubako hapo? Ingine ni ya tubako lakini anasema barikiwa mtoto yako. Si ni kweli? Na si unabarikiwa? Mzazi awe hata haoni. Awe hata hana baiskeli. Wapendwa, si anakubariki? Ni vipi hii huwa hana lakini anakubariki? Hii mazoea ya watu kudharau watumishi wa Mungu. Acha niwaambie, ndio maana maisha yetu inakaa kwa lot of struggling. Heshimu watu. Amen. Jifundishe kusema sorry. Bado ninakuambia. Jifundishe kusema nini? Sorry. Jifundishe kusema excuse me. Thank you. Unajua sasa kuhubiri na ukiongea hivyo watu wanafikiria hubiri. Na hivyo tu vitu dogo inafanya watu milango ifungwe. Bwana Yesu asifiwe. Jifundishe kusema nini? Excuse me. Nini nyingine? Sorry. Nini nyingine? Thank you. When you are addressing men, how are you sir? Hata kama ni kijana, how are you? Sikuwe kama wale mama unasikiaga akiita mzee. Joroge. Unafikiria ni first born anaitwa. Kumbe ni mzee. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that Sarah was addressing her husband. Namna gani? Lord. Honor, Lord. Kwa unafikiria your wife akikuita Lord unaweza kuona kamene nje? Ati anakuita tu majina ingine inaitwa mama tu kama sweetheart au wakati kitu kama vitu tamu. Wewe unafikiri utachelewa kuingia kwa nyumba? Mimi huwa sijelewi kuingia kwa nyumba. Maana my wife she has made me a king. Na mimi nimefanya my queen. Lakini mwanaume akiingia kwa nyumba unamwangalia unamuuliza wewe uko na kichwa mzuri? Wewe unafikiria kesho atakuja mapema? Hata kuja mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bado ninahubiri Bado ninahubiri. Kwa sababu watu wanafikiria kuhubiri lazima upige dua. Ninahubiri. Amen. Akiingia tengeneza ya mzuri. Mwambie sweetheart, how was the day? Pole kwa uchovu. Pole kwa najua ukichoka ukitafutia. Wanaume nasikia kupiga dua. Yes. Na niliwaambia sometimes wanaume huwa wanaleta fuja kidogo. Unajua kuna kitu wanasemaga that women wanaitaka testosterone. Kuna ile kaume. Sometimes hata unaweza leta fuja ubembeleze kidogo. Ubembeleze mwanaume wako. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia hawa watu mnaona madharau street na wengine wanawake. Wanajua kuhandle men. Mwanaume anaingia hapo. Kitabo atoe viatu. Ashatolewa koti namna hii. Atatolewa namna hii. Na sasa hiyo wewe huja haitolewa kwako. Amen. Kitabo koti iwekwe pale nianze kuhubiri. Ushakatoa tumaji uongo. Unakuwa sweetheart, weka mguu hapo. Wewe na sio ya kuoga, uweke mguu yani damu ipande mpaka kwa kichwa.
sababu ipande chai iko hapo. Hata sio chai kwanza inaletwa. Ni nini inaletwa? Hii glasi kubwa ya malimau. Juice. Yaani kutoka kwa hiyo nyuko umefanya mpaka masaji. Wewe unafikiria utaenda kwako mapema? Mimi nahubiri mambo haya kwa sababu ni yale mambo tuko nayo kwa life. Ni kweli. These are the things that are going on in our lives, in our families. Unakuta sometimes we blame the devil where he is not. Sometimes we blame God and he is not even there. It is your own dealing ambayo imekuletea shida. Bwana Yesu asifiwe. Learn to respect men, learn to respect one another. Men, love your women. Amen. And when you love your woman, utampiga. Ukiona mwanaume anapiga mama, hizo hela tulitoka, si kweli? Au mama mnapenda kupigwa? We are not in those eras. We are in the era whereby people sit down and they talk and they discuss issues like grown-ups, not fighting. And I don't know why I'm talking this. But unajua ni vizuri kuongozwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Nisije hapa nipasuke alafu mwende nyumbani bila kitu. Inaweza kuwa hiyo ndio neno mtu alikuwa anataka leo. Bwana Yesu asifiwe. Respect your man and you woman. You man, love your wife. Those are the commandments of God pertaining to man. We love our wives, and women, we respect our men. Bwana Yesu asifiwe. Vijana nao mkae kwa utakatifu. Sema kwa utakatifu. Wale mnafikiria nilikuwa nimesahau na nini? Siwezi sahau. Baada siku hizi nao vijana wanaijua na pepo nyingine ili inatembea kwa dunia. Unakuta kijana anasema haiwezekani. Everybody is doing it. Ni wewe unaifanya. You think everybody is doing it. Tell your neighbor ambaye ni kijana, kaa kwa utakatifu. Mimi siwaambii kitu ambacho sikupitia. Mimi nimelelewa kanisani na niliona, nafikiria nilikuwa na 27 years. Na nilikaa kwa utakatifu tangu my teenage years, nilikuwa kaboy. Until when I got married. So hii mambo ya kusema it is not possible. Wewe uko na shida. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali usikore hiyo kwanza ikae vizuri. So vijana wakae nini? Kwa utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unajua haukai kwa utakatifu, tafadhali usikuje hapa mbele. Because we can't labor the whole week kutafuta Bwana, kuomba hours, laboring and then unatuletea vituko hapa. Si vibaya. Hata wewe mzee wako, hata kama unampenda namna gani, akienda na huko nje alewe, akuje na matope, unakubali ingie kwa bed na matope? It is not fair. Atoe nguo nje. And then ingie kwa Sasa wewe uwezi wenda huko unafanya usherati the whole week, uko kwa pono. Kwanza hizi simu hizi, sijui tutazifanya namna gani. Nimeona watu wameulizwa ni wangapi wako kwa YouTube. I know kila mtu wako kwa YouTube. Na hamjui tuko kwa YouTube kwa mahubiri. Ukiangalia wale watu wanawatch mahubiri yetu, very few. Hii kanisa iko na 100 people as we talk. Amen. Why don't you listen to that word? Listen to it, repeat it. There is something that God is going to deposit into your spirit when you give yourself time for Him. Sasa nimeacha nani sasa hivi? Hakuna mtu nimeacha. Vijana nimesema wakae kwa utakatifu. Kama uko na vituko zako, hakuna mtu huwa tunalazimisha akuje hapa mbele. Kaa huko nyuma. Sawa? Sawa. Kama wewe ni mzee unajua unachapa bibi, usikuje hapa. Wewe kaa huko. Kwanza okoka, kwa sababu hujaokoka. Nilisikia mwingine ati alisema alichapa bibi yake lakini hakumchapa, alimpiga na hapa hivi. Sasa akasema Biblia inasema tu. Sasa yeye alikoka na hapa, akasema hapa ni mbali na hapa. Watu wanajua njia ya kudivise dhambi. Shortcuts. Shortcuts. Mungu atusaidie. Haya, niko na 40 minutes. Nataka kuongea kuhusu tulianza kufundisha concerning faithfulness. Tukasema there are 3 levels of faithfulness. Tukasema which is which? The first level tulisema ni gani? Being faithful to God, being faithful to men, and being faithful to yourself. Those were the 3 levels of faithfulness. Na tukasema mambo haya ni very important. If you are going to have success in this life, if you are going to have success even in spiritual life, uwe mtu ambaye ni wa kutamanika, lazima uwe faithful in those 3 areas. Being faithful to God,
being faithful to men and being faithful to yourself. Then from there tukaangalia level ya kwanza, being faithful to God. Na tukaangalia katika uaminifu kwa Mungu, there are some things that God normally demand na zinakuwa kama mtihani. One of it is in the area of finances. Tulisema hivi, God will always test your faithfulness in the area of finances. Why finances? Because most of us, pesa ndio huwa zinachukua mahali pakubwa katika maisha yetu. Tulisema hivyo. And I hope someone in the back is hearing me. Mnanisikia? Tafadhali kama hamnisikii mseme. Mnanisikia? Tuongeze volume kidogo. Iko sawa? Now, tukasema God tests us with money because money ndio huwa inabeba maisha yetu. Money we spend 24/7, we spend that days, hours, that days and 12 months in a year looking for money. Now, for that reason, God will always test our faithfulness with money. Na tukasema hivi, we should be found faithful with our finances if we are going to prosper in the area of finances, right? Then from there tukakuja tukaangalia the law that govern wealth and abundance. Unakumbuka? The law that govern wealth and abundance. Na nasema mambo haya kwa sababu tulisema the reason why watu wamefika mahali wamekufa moyo, they are no longer willing to serve God is because some of us we have served God, and because of not knowing the secret behind some doors opening, unakuta tumefanya mambo, unakuwa sometimes unakuwa muombezi na realize some of the areas are not opening up. Unakuwa sometimes a giver lakini you are not dead. Bado uko hai, bado unafanya dhambi na unakuta kuna milango katika maisha yetu haifunguki. So tukasema there are laws that governs this universe, and they are spiritual laws and natural laws. Everybody says spiritual laws. Spiritual laws. Spiritual laws. Hata kama huna meno sema spiritual laws. Spiritual laws. Amen. And natural laws. Sema natural laws. Yeah, na nafikiria nitoa mfano. One of the laws, natural laws, is like the laws of gravity. You know that? Mnajua law of gravity? Yes. Law of gravity tulisema ya kwamba iliwekwa na Mungu ioperate under this earth to make sure every one of us amekaa kwa hii dunia. Si tulisema hivyo? Na pasipo kuwa na hiyo law of gravity, hatuwezi kaa kwa hii dunia. We'll be flying all over. But because of the law of gravity, we can sit here, we can live on this earth and do cultivation and tufanye mambo yetu pasipo kusumbuka. Si kweli? Spiritual law tukasema there are laws that govern wealth and abundance. One of them tulisema ni the law of absolute surrender. Everybody say the law of absolute surrender. The law of absolute surrender. Rudieni tena. The law of absolute surrender. Amen. Unajua ni kwa nini nasema mrudie? So that it can get into your spirit. Wapendwa, mimi sitaki nishauti hapa nipige diko hapo mkienda nyumbani mseme alikuwa anaruka hivi tumebarikiwa, because that is normally what happens in churches. Watu wanafikiria yule pastor anapiga diko sana na kelele ya kuna mafuta. My friend, wacha na kelele. Yeye class tukule kama tumetulia. Law of absolute surrender. Na tulisema hivi, one of the with your energy, with your strength, with your time, with your money, that is the law of absolute surrender. The law of absolute surrender demands that there be no any other God that replaces the God of heaven. Now when I'm talking about God, God means anything that takes the place of God in your life becomes your God. Umeshika hiyo maneno? Chochote ambacho kinachukua nafasi ya Mungu katika maisha yako kinakuanga nani? Mungu wako. Iwe ni pesa, iwe ni watoto, iwe ni mzee. Kuna watu hawakuji church kwa sababu ya mzee. Na anaabudu mzee kabisa. Unajua mzee wangu niliona nikikuja kanisa anakasirika, anataka kama kuna rafiki yangu mwingine sitawaambia jina yake maana hata sitataja jina yake maana wengine mnaweza. Alikuanga anasema bibi yake ndiye kibeti yake. Sema kibeti. Yes. Bibi ndiye wallet. Na unajua si mnajua wallet ya ajabu. Wallet inakaa wapi? Mfuko ya nyuma na wengine ya mbele si mnajua? Na wengine kuna mfuko inaitaka kafaa kwe. Mkafaa kwe ni kumaanisha huyo mtu kitambo uchukue wallet yake labda uwe yeye.
Maana mahali imewekwa hata kutoa ni shida. Sasa huyo mzee alikuwa anasema bibi yake ni wallet. Sasa mama hakuwa anaenda church. Hakuwa anaenda church. Ukimuuliza anakuambia, sasa nilikuwa ninamuuliza, what do you do normally on Sundays? Ananiambia mzee anatakaga nishide hapo ninamfanya massage sijui nini. Hakuna kitu ya maana, lakini hataki bibi aende church. Wala hamuendi church kwa sababu ya mzee. You have made your mzee your God. And you know we serve a Jesus. And God can fight anything that becomes as we talk. Huyo rafiki yangu alikufa, mzee aliye. He is dead. Mama sasa anaenda church. Sasa nani alikuwa mzee? Nani alikuwa mzee? Wewe ni nini umesema? Sio mimi nimesema. Mzee hayuko amepasa. Lakini hapo anaenda church, maana bibi ni wale. Sasa wale timu ya chini inaenda church. So anything that want to take the place of God in your life, God is a jealous God. He fight it. So if money want to replace God and God loves you, what does he do? He fights your money. Na ndio maana mnaona Wakristo wako makanisani wako kitu tunaitaga misoto. Sema msoto. Na unajua kuna msoto divine, msoto iko na maji ndani. Ushaona mtu anasota msoto iko na anointing. Msoto ile iko na anointing ni ile Mungu anapigana naye. If God is fighting you because he want to win you, then you can guess what? Hiyo ni Mungu mwenyewe ambaye huwezi resist. So some of us we are crying, tunalia, tunalalamika, tunauliza ni kwa nini, why am I going through what I'm going through? And some of us is God who is fighting us, resisting us because we have replaced him in our lives. So wala hamkuji church kwa sababu ya watoto, tafadhali usitakie watoto wako mabaya. Usio unaambia Mungu ni kwa sababu ya hawa watoto, maana unawaitia shida. Bwana Yesu asifiwe. Najua sasa hamwezi sema imeni kubwa, maana most of us tunaanguka kwa hiyo mitihani. Wengine anasema Sunday ni kazi kama kawaida, kufua nguo. Unafua nguo Sundays, unakosa kwenda ibada. Kufua nguo Sundays. Ni wangapi wao mnafua nguo mnakosa ibada? La Sunday ni wangapi hawakuja church? Ulikuwa unafua? Najua hamwezi inua mkono. Na ndio maana unakuta wengine neema ya kupata nguo inaanza kuisha. Au wengine maguo inaibiwa. Kuna watu wanagapi? 2. Mungu anahakikisha sasa hauna ya kuvua Sunday zienda kanisani. Haleluya. Bado ninahubiri Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu anaguzo mahali. Yes. So angalia ni nini hiyo ambayo inataka ku replace God in your life. So the law of absolute surrender demand that God be number 1 in your life. Your strength, your might, your mind, your finances, your everything, your time it belongs to God. Wakati utaishi maisha ya aina hiyo, God begin to take care of you. He fight your battles. Amen. Amen. He fight your battles, he provide for you because it is the purposes of God to provide for you. Situlisema hivyo. It is God who should provide for you. Wala watu unasikia ati mtu anasema amepata watoto anajinyonga. Mwingine anazaa watoto alafu anaanza kuambia Mungu nichukue. Sababu watoto hawana chakula. Ni kwa sababu hawa watoto umefikiria ni wako. Watoto sio wako. He who gave you should provide for them. He who gives you a job should protect that job. Wala unaenda kuchukua hilisi ati so that sababu supervisor alikuangalia vibaya ulinde kazi. Umeingia kwa shida mingi zaidi. You should leave God to protect the job he has given you. If it is God who has given it to you, he should protect it. Lakini kama ni wewe umejitafutia ilinde. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna one guy nafikiri nishawahi pia nini hadithi yake. Ninaendelea kuhubiri. Aliangusha bahasha akitoka bank town center. Na wakati aliangusha bahasha ilikuwa na pesa mingi. Sitasema ni ngapi lakini ilikuwa pesa mingi. Amen. Na is a true story. Na sasa watu walikuwa wanakuja wanaangalia, wanajua kabisa hii bahasha ni pesa. In fact kuna mmoja alikuwa anasema angalieni ni pesa hizi zimejaa kujaa. Lakini kwa sababu huyo mtu alikuwa mtu mwaminifu, alikuwa anatuambia ni true story. Alikuwa anatuambia watu walisingira hiyo bahasha kuizunguka yote
wanaambiana wewe si uchukue. Na ni wapi town center? Mwingine anasema wewe pesa kama hizi zinakuwa za mashaitani. Mwingine anasema hapo si mmoja ajitolee hapa, mmoja ajitolee hapa bwana, chukua hii kitu tugawane. Mwingine anasema wewe mtu anaweza kuangusha pesa kama hii yote hapa alafu unachukua shida kunogea hapa. Wacha nikwambie, ndugu alienda sijui mpaka wapi kuangalia kwa mfuko akakuta pesa alirudi pio vile alikuwa amekuja, akakuta mahali watu wamesukuka kuangalia, akakuta bahasha yake ni ile. Alienda mara moja akachukua bahasha yake na watu wakasema oneni sasa Mungu amekuja tu na amechukua. Akawaambia ni zako. Ni zako. Yako ikianguka Mungu Bwana hili. Au ni kibeti inachomoka kidogo hivi. Ndio hata kuna wengine sijui uwezo wanajua kuwa na pesa. Na sijui mimi wanajua namna, lakini wako na maspiri. Ananusa tu anajua huyu ako na pesa na anakufuata na anakunyang'anya. Kama anakufuata na huyo zilianguka na hazikwenda. Don't you see the difference? Huyo alikuwa mtumishi wa Mungu. If you serve God with your heart, wacha nikwambie, watakuwa anakuja wanatawanya kwa njia sawa. Imagine pesa Kenya, pesa na zinabaki hapo. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Nani anatamani hiyo neema? Tabia jirani yako kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. The law of absolute surrender. The other law we say is the law of tithing. The law of kila mtu aseme tithing. Do I have tithers in the house? Inua mkono kama unakuwa tither and you are faithful tither. Kama ni mwizi tafadhali please. Inua mkono kama unakuwa faithful tither. Faithful mimi nasema sisemi wakati unajisikia inajua kuna hata emotion wana saa hii nasikia kutoka kwa Mungu. Nasema faithful tither. Inua mkono. So the whole church nafikia tuko na 5 10. Anyway. Haya, wale hawakuinua mkono abia jirani yako from today. I'll be faithful tither. In Jesus name. Na sasa mimi nauliza swali moja. Ni kwa nini tunajifanya tunataka baraka ya Mungu na tunajua sisi ni wezi? Why are we blaming God? Ati mimi sijui nimeokoka miaka 10 na sijaiona kitu. Utaona kitu kutoka kwa Mungu lini? Hautawaiona. If you are a thief, how do you reward a thief? So wapendwa, let us not envy other people's progress and success. If you envy for them, it is always good to know what they are doing, the sacrifice they are making for them to succeed. Bwana Yesu asifiwe. Mkiona watu wengine wanatajirika, wanaendesha magari kubwa, they own, they dominate, they reign. There is something they know, they know and do ambacho au ambalo sisi hatufanya. If you are not faithful to God, how do you expect God to stand for you and fight your battles? It is very hard. Bwana Yesu asifiwe. So then tukasema hivi, na ninarudia mambo haya kwa sababu ni vizuri. Mwalimu huwa anarudia mpaka watu washike. There is no need of running to where. I would rather repeat so that people can get it. Tulisema hivi, the other thing we should have this awareness that blessings of God come from Him to men through. They come from God through men too. Blessings of God come from God through men too. Did we say that? Yes. Amen. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini kingine tulisema Pastor Murithi? We said that we should understand that God is the owner of all. Okay, the other thing we should understand that we are stewards. Everybody says steward. Steward. Unajua ni kwa nini wewe unakuwa mwizi? Ni kwa sababu you think the money in your account is yours. One of the problems with the prodigal son is when he demanded to be an owner. When he demanded to become an owner, that is when the grace left. But so long as he was a steward, he was a faithful son in his father's place, he did not lack anything. He accessed everything within his father's place. But let us think. So we should have this awareness that we are stewards. Everybody say a steward. Steward. A steward is someone who has been entrusted with someone's property, with someone's business. That is a steward. Your boss can access whatever he wants from you because whatever you are responsible for or whatever you are accountable for belongs to him. There are people, kuna watu ambao Mungu kuweka pesa mbinguni na kuweka katika maisha yao haina tofauti. Maana akitaka anaiendea. Nasikia baraka. Akitaka anaichukua anytime. Lakini ukiona watu ambao ni
bahili, birika, mkono birika, maisa. Akija kanisani anatoa kokoli. Anatoa show, anatoa 100 na anafikiria ametoa sana. Akienda hoteli anakula 1500. Kwa kanisa 100. Kwa hoteli 1500. Kuna wale wengine hata wanakulaga kuku 2-3. Na hana shida. Akienda kanisani, akienda simu yake, in fact simu, ukitaka kujua Mungu wako ni nani between God of heaven and your phone. Simu yako unaweka pesa ngapi? Inua mkono. 100 per week. Kuna mtu anaweka simu yake 100 per week. Kuna mtu anaweka 100. Tunaweka pesa ngapi? 300? Nani anaweka 300? Most of our phones zinatumianga 500 a week. Ni kweli? Sadaka inaingia kwa simu 500, Kwa kanisa leo umetoa ngapi? Uliza jirani. Asikwambie, muulize tu umetoa ngapi kwa kanisa? Mimi najua mnatoa. Unajua mnatoa ngapi? Tufije ka 50 bob kaze. Tumekuja kujwa hivi. Kamekuja kujwa kametupwa hapo ndani. Alafu simu yako inawekwa 100 ngapi? Alafu unakuja hapo unapiga maoto. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Wewe ni vizuri kufanya kama Abrahamu kama unataka kushiriki Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abrahamu alitoa nini? Bwana. Wewe umetoa nini? Fije. Sasa amchezee ligi moja. Ambia jirani yako amchezee ligi moja. Acha kuita Mungu wa Abrahamu hapo. Akija akitisha mwana utatoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nifanyieni na mnaita fadhali. Na ambia jirani yako angalia mbele. Mimi sitaki kudanganya watu hapa. Ati wanakuja hapa tunaambia mtabarikiwa. Amen. Receive, I receive. Una receive nini? Mwizi ana receive nini? Mwizi anafaa kuchapwa. Kinene kesho kireceive, unafaa kureceive kiboko. Pokea, amen. Na Mungu akiangalia akaunti yako, zile zimeenda heaven na zile zimekuja kwako au zile zinaingia kwa simu, there is no comparison. Alafu unakuja hapa, receive. Una receive nini? Bwana Yesu asifiwe. Haya, tunaendelea. So leo nataka tuongee kidogo tu. Nita-introduce to faithfulness with little things. That is the topic of today. Ni subtopic, being faithful with little things. Now, Pastor Molidi, you can read for me the book of Luke chapter 16 verse 1 to 17. Okay, you can't read to 17. Just read few verses there. Luke 16. Luke chapter 16. Luke chapter 16. From verse 1. Soma. Nasema hivi. He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward. There was a certain rich man who had a steward. And an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be a steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig. I am ashamed to beg. I cannot dig. I am ashamed to beg. I'm ashamed to beg. I have resolved that what you do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called every one of his master's heirs to him, and said to the first, how much do you owe my master? And he said, 100 measures of coin. So he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. Asante. Bwana Yesu asifiwe hapo. Kwa sababu ya masaa. Now here is a very classic story, a very inspiring one. Na hadithi hii ni ya mtu na tajiri. A manager and his boss, right? Are we together? Yes. Now this guy ameajiriwa kazi kama manager. Na maandiko inasema
his manager was brought a report. Akaambiwa ya kwamba who your boss, I mean this guy you have employed, he is stealing. He has not been faithful. Na akamuita manager wake akamuuliza, what is this that I'm hearing from people that you are stealing from me? Now what you are going to do, you are going to give an account of everything that I have entrusted you with. Lakini maandiko inasema huyu jamaa, number one, he was not a born again guy. He was a shrewd guy. He was not a righteous man. He was very, very crafty. Akakaa chini, akajiuliza, what do I do if I lose my position, if I lose my job? Because kulingana na vile hali inaelekea hapa, huenda nipoteze kazi. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hivi, this is what I'm going to do. Nitaita watu wote ambao wako na madeni ya mkubwa wangu. Niwaambie, kama wewe uko na 50, I mean uko na 100, andika 50. If you owe my boss 200, write 100. So whatever he did, he gave a very large interest so that people can pay the money to the boss. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo chini maandiko inasema he did this because he was afraid of losing the job, and when he loses the job hatapata marafiki. So akajua nikifanya hivi nitakuwa nimepiga ndege moja au ndege wawili na bae moja. Nikipoteza kazi nikienda kwao watanikubatia. They shall receive me. Number 2, if I don't lose the job, they will still have paid the debt. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says this. Mwenye biashara ile au the rich man said, look at how this guy has been very wise. And Jesus said, the sons of God or the sons of light, they are not wiser like the sons of darkness. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, nataka niseme hivi. Katika maisha haya lazima tuelewe kuna mambo ambayo lazima yatangulie. Lazima tuelewe kuna mambo ambayo tusipoyafanya yatafungia mengine. Bwana Yesu asifiwe. For example, when Hannah was praying for a child, wakati alikuwa anaomba Mungu ampatie mtoto, Hannah labda alikuwa anafikiria shida ya Mungu ni hataki kumpatia mtoto. Lakini kulingana na Mungu, God had a need of a prophet, and Hannah had a need of a son. So what God wanted pertaining the life of Hannah is that she may fraternize, is that she may partner with God so that she can get a son and God can get a prophet. Bwana Yesu asifiwe. So mara mingi wakati unaona tunakosa kupata kile ambacho tunaomba kwa Mungu, ni vizuri kujiuliza, am I just lacking it because probably God needed it? Am I not getting it because God, when he looks at my heart, anaona ninaitisha kwa sababu ninataka ku brag. I want to pride with whatever I'm asking from God. So wapendwa, nataka kusema hivi. Jesus commented and said that man, though he was unrighteous, he was wise. Everybody say wisdom. Wisdom. Everybody say wisdom. Ulisha jirani yako kama ni wise. Amen. Amen. Do I have wise people here? Do I have wise people in the church? How do you know you are wise? At who? After this lesson. After this lesson. Oh, sio kufaa suti. Do you know we have a lot of fools in suits? You know someone is wise when he opens his mouth. And you know someone is wise by the result. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Otherwise, we have a lot of people in churches. They are not wise. Why are they not wise? They don't want to buy God wisdom. Sons of darkness are wiser than sons of the light. Mtu wa dunia akienda kwa mganga aambiwe hii mafia kuku weka kwa kibeti, huwa wanaweka. Asemi ni mafia kuku, si kweli? Akiambiwa hii manyoya ya kuku enda ufuge kwa mlango, si huwa anafunga? That is the wisdom of the world, right? Huwa anaitii. Si huwa wanatii. Sasa mnasema kama hamtaki na mnajua wengine tushapewa hizi vitu. Unaambiwa hii maji weka chumvi, enda uwekee mzee.
Na si huwa mnafanya hivyo? Au sio nini wale hawakuja? Okay. Si huwa wanafanya hivyo? Wana wa dunia wana hekima kuliko wana wa Mungu. Maana wakiambiwa na miungu zao kile watafanya, wanatii. Wanafuata bila kukosa. Wana wa nuru wakiambiwa na maandiko kile wanafaa kufanya ndio tuwe na uwezo wa kumiliki, tunakosa kutii. Sasa ni nani mwenye hekima? Simuseme nani mwenye hekima? When the Bible says, bring all tithe into the house of God, test me, says God. We question his sanity and his wisdom. Who is a fool and who is wise? Wana wa dunia ni wenye hekima kuliko sisi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na ndio maana mnaona kumekuwa na lot of suspicion. Hata makanisani mtu akiinuka kidogo mnasikia aliabudu majini. Mtu akiinuka kidogo akianza kuinuka because we believe like the world. Wanajua wanainukaka kwa sababu ya hizi vitu. Wanajua wanainukaka kwa sababu ya kufuata maagizo ya pande ile nyingine. So hata kanisani tumeleta mambo haya. Nataka kusema hivi wapendwa, tuacheni kusubua Mungu. If you are not ready to do what God says, please don't blame God. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kulaumu Mungu. You know you are a thief. You know you are not faithful. You know your time, you give your time to other things. You don't give your time to God. And yet you want God to do what you are praying him to do. He will not do it. So this guy was very, very wise, very shrewd in his dealing with his boss. And his very boss said, this man is very wise. Bwana Yesu asifiwe. So sijui kama alifutwa kazi, but eventually alilipa deni, watu walilipa deni na akafanya urafiki in case akipoteza kazi they will receive him. Bwana Yesu asifiwe. So I want to say this as I continue. There are three things that God wants us to be very faithful when it comes to dealing with little things. One of it is time. Everybody say time. The other thing is talent. And the number three is money. I'm also touching about money also. When it comes to being faithful with little things, one of those things is how we deal with the time. How we deal with the time. How we deal with the talents and abilities. And how we deal with money. Those are also the areas that God, when He is testing us, how we deal with little things, anaangaliaga mambo haya. Na wapendo, ukiangalia ya kwanza time, most of us we are not faithful with the time. Amen. The most important thing in the life of a man is not money, it is time. Ukienda kwa hospitali ukute tajiri ambaye anakufa kwa sababu labda ya ugonjwa, umuulize unataka nini, hata kuambia I need more money. Hata kuambia I need anything, atakwambia what I need more time. Bwana Yesu asifiwe. The most expensive commodity on earth is time. Everybody say time. If you rob God your time, and this is where most of us are backsliders, robbing God your time. For example, ulikuja kanisa saa ngapi? Wacha tuanzie hapo. Ulikuja kanisa saa ngapi? Wale walikuwa hapa saa 2, inua mkono. Aha, very few. Okay. Saa 3. Aha, saa 4. Usione haya, siri yako tu ziwe ndio ulijitafutia. Saa 4, inua mkono. Okay, wale mmekuja saa 4 kwenda juu. Kwanza ndio wengi. Wapendwa, let us be faithful with our time to God. Let us be faithful when it comes to dealing with God with our time. The way we give our time to seek money, the way we give our time to seek other things, our family, we spend time with our families. Let us be faithful with our time. Bwana Yesu asifiwe. God wants to know how much time you give to Him every day. How many hours do we have every day? 24 hours. What is 10% of 24 hours? 2.4 hours. So every day you should spend 2.4 hours in the presence of God. Amen. You are going to spend 2.4 hours in the presence of God. Inua mkono. 1 or 2, 3, right?
Na sisemi, unajua kuna watu huwa wana, you know, when I'm saying spending 2.4 hours in the presence of God, sisemi kuiba kawivu ya Mungu. Kwa sababu watu wengine wanafikiria kuspend 2.4 hours ni kuiba kawivu. Hakuna Mungu kama hiyo, sio kuspend time in the presence. I'm saying you leave whatever you are doing, ukuje katika nyumba ya Bwana, ukae hapa seeking the presence of God, kuomba, kusikiza Mungu, kusoma Biblia. That's what I mean. Let us, if we are going to be entrusted with big thing church, let us be faithful with our time to God. Angalia our brothers Muslim, are they faithful with the time? Wapendwa, are they faithful? Yes. When it comes to prayers, they make sure wanafunga kazi zao, they go to the mosque, they pray to their God. How many times do they pray, Muslim? 5 times a day. 5 times a day. I don't know how long it takes. Wanaombaga for how long? How long do their prayer take? Okay, unajua yao sio kama hii yetu. Maombi yao inachukua how long? Maina. Kumuza tu kidogo. Maombi yao inachukua how long? At 30 minutes. 30 minutes. 1 hour. 1 hour. So Muislamu kama anachukua 1 hour na anaomba masaa 5, how many hours ameomba? 5 hours. Na ndio maana mnaona wao ndio wanatamalaki. They are ready. Nilisikia mwingine, ukiona Muislamu ako na saa 2, amebeba saa 2 kwa mkono, anasema saa. Hiyo saa anauza inamsustain. Lakini wewe uko na kibanda ya boga, lakini it is not sustaining you. Na tunaamini vitu za walia ni the original. There is something that make us feel vitu za walia ni original. Si kweli? Sasa acha nichukue hiyo walia. Na sio ati ni original. They have bowed, they have given their time to their God. Bwana Yesu asifiwe sana. Your talent and ability. Ni watu wangapi wanakaa chini hapa na mnajua wengine ni waibaji hapa? How many of you can sing and praise to God? Yet kuona hapa ukija mazoezi. You have a talent, you have an ability. There is something you can offer to the kingdom of God. You can become of value to the kingdom. Yet we sit under our talent and abilities. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Can I say this? God gave you that ability. God gave you that talent so that you can serve it. You can serve him with that talent. Huenda labda wewe hujui kuiba. Kuna kipawa kingine Mungu amekupatia. Make sure you serve God and be faithful in that area of that talent. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. I want to say this. It is not easy to be faithful with big things unless you are faithful with the little things. God will never qualify you to handle greatness if you have not been faithful with the little things. Bwana Yesu asifiwe. That is a principle, it is a law. Hauwezi kuaminiwa milioni 1 kama hauwezi kuwa mwaminifu na 1000. It begins there. Be faithful with 1000 so that God can give you more. Bwana Yesu asifiwe. There is a story by, mnajua hii hadithi ya Yusufu. Yusufu, ukiangalia maisha ya Yusufu, Joseph of the Bible, his life was not very sweet. His life was full of ups and downs. Joseph was going through rough time in his life until he became what God had ordained him to become. Now I want to say this na mnisikie. Kuna wale watu wanafikiria when you are serving God in his will, you don't suffer. Tafadhali toeni hiyo kwa mawazo yenu. You can suffer doing the will of God. But many people don't want to suffer when they are doing the will of God. They think you should not suffer doing the will of God. Joseph suffered so much. But the purposes of God was that through his suffering, he may train him until he become what God had purposed. Sometimes you can suffer though you are in the very will of God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale mnateseka hapo kwa sababu labda ya yale maisha unapitia, unaona ni kama sio mapenzi ya Mungu. I want to say this. Not every suffering that is outside God's will. There are some suffering that you suffer though you are within the will of God. Bwana Yesu asifiwe. Na ninataka kusema hivi, wakati Yusufu aliuzwa na ndugu zake, it was very painful. Na kama kungekuja mtu amwambie
nataka nikurudishe kwenu nyumbani. Labda Yusufu angeangalia aone kama huo ni msaada, lakini pamoja na kurudishwa nyumbani angekuwa amepoteza hatima yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale watu wanakutoa kanisani, wanakuambia kama umekaa kanisani huoni kitu, ondoka. Wacha niseme hivi, they are taking you out of the very purposes of your destiny. Bwana Yesu asifiwe. Teseka kwa hiyo mambo. Kama ni mapenzi ya Mungu, teseka until you go to where God had put your destiny. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme hivi, ukiangalia maisha ya Yusufu, Joseph, there are some things you look at them, you wonder, hata kama ni mapenzi ya Mungu, why me? For example, he is accused when he is in Potiphar's house ya kwamba ameshika mke wa Potiphar. But when you look at the whole scenario, Joseph was very innocent. He is taken to the prison in his innocence, and later God had decided kutoka kwa prison aje kwa palace. Though he was in the very purposes of God, he still suffered. I want to say this. Wapendo, kama tunateseka, ni vizuri kujua hata kwa mapenzi ya Mungu sometimes we can suffer. Na hii ninaongea kwa sababu kuna watu wakiwa kanisani, akiona shida kidogo, unasikia mtu anasema mimi nimeacha Mungu. Mimi natoka kanisa, sitaki mambo ya Mungu. Wacha niwaambie. Wapendo, kuna watu wamepoteza vichwa kwa sababu ya Injili. Kuna watu wamepoteza familia kwa sababu ya Injili. If you have no scar that you can show, if you have nothing you can show that you have lost for the sake of the kingdom, you don't deserve the glory. The way to the glory is the cross. Wacha nirudie hiyo. Njia ya kutukuzwa ni msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kabla haujatukuzwa na pesa, Mungu atakujaribu. Mungu atataka kuona uaminifu wako katika hali ya vitu dogo dogo. Can you be faithful with the little things? Ninashangaa na watu wanakuja kanisani, nasikia mtu anasema, ninaomba Mungu kazini nipewe mshahara ya 50,000 au ya 100,000. Yet ile pesa umekuwa ukipata kidogo 10,000 ya mjengo, hauleti fungu la 10 kanisani. How will God promote you if you have not been faithful in little things? We must prove to God that what we need is not money, it is Him. If all what you need in your life it is God, God has no problem with giving you what you are praying for. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hivyo Hana wakati aliambia Mungu, mimi nitakupatia mtoto, Mungu alimwambia basi ombi lako hesabu kuwa limejibiwa. If you are praying so that I can also gain from your prayers, if you are praying so that I can gain from your money, if you are praying so that when you get it I will glorify with your prayer request, then receive it. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, shikeni hii tafadhali. Ninajua kuna joto. Shikeni hii. Kama ombi lako lile unaomba hakuna Mungu, mahali Mungu yuko ndani, sahau kupata jibu. Nirudie hiyo. Kama maombi yako yale unaomba Mungu hana nafasi ndani, kama kwa hizo pesa unataka Mungu hatapata kitu ndani, sahau hizo pesa. Bwana Yesu asifiwe. Hana alikuwa anaomba sana akiambia Mungu, unaona dhihaka ya Penina, ninaomba niondolee aibu, nipanguze machozi, nimechekelewa sana. You know, God does not just take away your shame for the sake of taking away your shame. He take away your shame so that He can be glorified. Are we getting me? Yes. He take away your reproach so that He can be glorified. But if He take away your reproach, amen, for the sake of taking it, He will not take it away. Kwa hivyo njia rahisi ya kujibiwa maombi ni kuhakikisha Mungu ako na sehemu ya hayo maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini unataka gari? So that you can prove a point, Kwa nini unataka gari? You can prove a point. Mungu nibariki, wajue wewe ni Mungu. Wacha nikwambie, Mungu ni Mungu hata wakati haukua. Mungu nibariki na mzee, wamenichekelea sana. Utabarikiwa na mzee until when God find a place in that you are praying for. If you are praying so that God can be glorified in whatever you are asking God from to give you, He will give you. Yes. Amen. Yes. Kuna mtu ninaongelea hapa? Yes. Nifanyie ni namna gani? Kuna mtu ninaongelea hapa? Yes. So uliza jirani, kwa nini unataka gari? Na wengine wakipata kanisa inasahaulika.
Unasikia hata kuna mwingine alipata akasema atabadilisha kanisa. Kwa sababu sasa atakuja anatoka hapa anaingia hapa kanisani. Wengine wakibarikiwa kidogo wanaanza kuona hii kanisa ni ya mabati. Kumbe hata hii kanisa inakuwa ya mabati. Nitatafuta ile kanisa ya mawe. Hata kuna mwingine nilisikia akiambia watoto wake wasikuje hapa watakatwa na mabati. Ni kama wanakalia mabati. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakipata fungu ya 10 kubwa anatumia Harrison. Maana hana meno ya kukula hiyo kubwa. Wengine wanatumiaga fungu ya 10 inatumagwa nyumbani. Pasta ushago. Sasa kazi yako ni kulisha inakula inashi. Ikifika ni kukamua. Pasta ushago anapewa mfereji. Nitajua kuna watu naongelea hapa. Acha niwaambie Mungu anaona mpaka kwa mioyo. Bwana Yesu asifiwe. So if God is not going to receive glory in whatever you are asking him. But imagine. The reason why God wanted Joseph to go through what he was going through is because of the destiny. The size of his life. The size of his destiny. Kuna watu mnataka mtolewe kwa mioto ambayo huo moto ni wa kukuchoma na kukutengeneza ukae mtu wa kufaidika kusaidia wengine kesho. Ukitolewa kwa moto leo wapendwa, you never become who God wants you to become. Hana wakati alipokuwa anaomba apewe mwana, alipewa mwana na nusu. In fact he was given a prophet. Right? Wana wa Penina ni wangapi? Nani anajua? Penina alipewa watoto wangapi? Okay. Mnawajua majina? Mnajua watoto wa Penina? Na si yeye ndiye alikuwa analipia Hana. Akimdhihaki. Akimwambia kama yeye ni mwanamke zaa. Mnajua watoto wake? Mwalimu alituambia asubuhi umbwa anazaaga mara kama ndovu anakaa 2 years Umbwa anazaa mara ngapi? Within 2 years. Anaweza zaa mara 10. Nafikiri umbwa anaendaga miezi 3. Anaweza zaa mara 10. So umbwa akizaa anaweza angalia ndovu amwambie wewe uliokuwa na nani? Huyu mtoto amekaa kwa mtumbo 2 years. Ayushwa ni mtoto. Abia jirani yako ukiona jibu lako limedelay ni kwa sababu ya ile baraka inaenda kukuja. Abia jirani yako kuwa na subira. Kama unataka tu upewe mzee, utapata kitu kinakaa mzee. Kimutu hata akijui kikienda na kigurudi. Hata kunua nywele ndio unamwambia baba si unyoe. Sasa unataka kimutu aina hiyo. Abia jirani yako kuwa na subira. Tengenezwa ukipatiwa mtoto. Amen. Mtoto ana represent a nation. My God. Sio ni mtoto tunataka. Sio unapewa watoto kama 10 na hakuna rudi hapa na mbele na nyuma. Kuna mwizi ndani. Kuna mchawi, nini ingine? Kuna alipotea kwa madawa. Kuna hata alipotea mtu wake alienda wapi? Yaani naangalia watoto wote useless. Lakini yule mtu aligoja Mungu akatengenezwa, akapewa mmoja ambaye anawakilisha taifa. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda tugojeni Mungu. Haleluya. Tugojeni nani? Mungu. We should not desire result without process. Let's wait upon God. There is a process that God will take you before you go to where God wants you to become. Nilikuwa ninachekesha mtu mwingine nikimwambia if Joseph wakati alikuwa prison, wakati alitafsiri ile ndoto kwa yule jamaa, kama jamaa angeenda abie Farao wakati huo, amwambie kuna jamaa ametafsiri ndoto, anataka umkumbuke. Joseph angeenda kwa ikulu, si angerudishwa prison. Kwa sababu sasa angekaa nini, bado alikuwa mfungwa. Lakini Mungu alihakikisha amengojea 2 more years until wakati Farao aliota, when there was need for him to interpret the dream so that he could rise from prison. So wapendwa, kukawishwa au kukawia kwa jela ni makusudio ya Mungu sometimes, so that he can prepare blessings fully. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Kuna ndugu mwingine alikuwa anaomba gari sana. Na unajua kuna vitu zingine zinahitaji uwe na parking. Si unajua hiyo?
Akasumbua Mungu mpaka akapewa. Sasa the first day alienda kuipaki kwa petrol station. Ni kama msichana wa miaka 10 aseme apewe mtoto. Wengine siku hizi wanaweza saa akiwa na 10 years. Lakini atapeleka wapi mtoto akiwa na 10 years? Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, let's wait upon the Lord and let us be faithful with little things. Wapendwa, hii kitu mnaona ninawaambia ni very important. Be faithful with little things. Kama nikuja kanisani mapema, kuja ibada mapema. Come early. Come early. Be faithful. Be faithful to him. The reason why unaona watu sio waaminifu is because we have a boss ambaye sio physical. Hatumuoni, but he see more than the physical bosses. Anaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru dada yangu Mama Sam. She has been very faithful. She know what she has been doing to my life. Amepata kazi kwa NGO. Si ni kweli mama? Yes. Wewe unafikiria zinapatikana kwa ovyo ovyo? Wana wa Apostle alituambia alienda akaitwa kazi. Yeye hajasoma. Na ile kazi aliitwa ni ya kuoperate simu kwa ofisi. Sasa alifundishwa sijui kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi. Kuanzia asubuhi mpaka saa 8. Kabisa kuanzia saa 8 wewe ndio utareceive simu. Alituchekesha tukalia machozi. Sasa yeye alikuwa anatuambia yeye ile kitu alishika ni kukata tu. Hiyo sehemu ya kukata alishika vizuri sana. So kuanzia saa 8 mpaka 6 alikuwa anakata simu zote. Ya muhindi ya kila mtu. Sasa saa 12 muhindi anatumana na ni nini inaendelea? Today funds are not going through. Akaambiwa na mgeni. Sio wakati aliitwa kwa ofisi. Tangi, ukiwa na favor ya Mungu aje niwaambie. Ukiwa na favor. Hata makosa yako itakuwa iko na favor. Makosa itakuwa na favor. Sasa wakati aliitwa, na ndio mimi nawaambia, tutafuteni Mungu. Tutafuteni Mungu wapendwa. Unajua kuna watu wanafikiria ati hawapati kwa sababu hawana bidii. Mna bidii wapendwa. But it takes more than just will and effort. If you have no blessings of God, in this life you will suffer. Sasa wakati aliitwa, si mnajua hizi vitu zinakuwa na huduma. Si mnajua. Sasa yeye ni mtu wa ushago, sasa ameletwa town. Okay, hapana feel. Sasa anakalia hiyo kiti, kumbe nayo inaenda. Sasa mwili aliona hivi katuni. Alikuwa anatuambia walicheka kwa ofisi wakaanguka chini. Mwili akasema afundishwe vizuri. Imagine hakufutwa kazi. Na hapo hapo wewe hujui afundishwe vizuri. Nasema you are very good. You are very sincere. You are very good and you are very. Look at that man. Favor of God. When you see God, when you are faithful in little things, he was faithful. Na kukata. Hiyo ndio alishika. Alikuwa mwaminifu kwa kukata. Sio kila ikiingia kata. Hiyo ndio alishika. Na akakata mpaka jioni. Bwana Yesu asifiwe. But someone who is faithful to God, God gives you favor before me. There are 3 things that causes men to bless. One of it is favor. Yes. Favor. If you lack favor in this life, you will struggle. Watu watakuwa na pesa hawakusaidii, na wengine ni watu wenu. But how do you get these things? When you are faithful with little things, God releases favor in your life. Lakini we are not faithful. We blame God. We blame the devil. We blame our people, our uncles and our aunties. Wewe unafikiria Mungu? Akili. Hapia jirani yako kuwa mwaminifu. Joseph was so faithful. Look at his life. Ameachiwa nyumba ya Potifa. Mke wa Potifa anamjaribu alale na yeye. Kama ni vijana wa siku hizi, wakasema ni kujinai, si kweli? Si wakasema ni kujinai. Inikeza hata sio mimi namtaka ni yeye anataka. Na mke wa mkubwa alikuwa ameoga, wa my friend. Unajua sio it's not one of those lokoroko ladies. Ni mke wa mkubwa alikuwa ameoga vizuri.
akamwambia kijana, I want you. Lakini Joseph said, I can't sin against my God. Siwezi fanya jambo kinyume na Mungu wangu. Number 2, I have been given the responsibility to take care of everything apart from you. Joseph was so faithful. Bwana Yesu asifiwe. He was so faithful. He was so faithful. Look at David. David was so faithful. Taking care of his father's leadership. Alikuwa anachunga kondoo za baba yake with his own life. Anapigana na wanyama wa mwituni. Anapigana na simba na dubu with his own life. He defended the father's leadership. He was so faithful. Bwana Yesu asifiwe. Sio wewe unapewa ushirika uangalie huwezi. Unapewa praise and worship inaisha. Nini nyingine mnapewa? Unapewa ashari. Unatusi watu wanaenda. Sasa wewe ni nini? Wewe haja yako ni gani kwa hii maisha? Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako be faithful. Amen. Be faithful in little things. Ndugu, hiyo kidogo kwa mshahara unaona hiyo ndio Mungu anataka ulete hapa. So that he can entrust you with more. Lakini unasema wakati nitaanza kuwa na pesa mingi, my friend, hutakuwa na mingi, maana mingi inaletwa na chache. Someone say that speed is not an advantage when you are running in the wrong direction. Speed is not an advantage when you are running. Nairobi ni wapi? Lakini unaenda wapi? Alafu unasema nitaweka bidii. By saa 10 nitakuwa huko. Utafika Nairobi. That is how people are. They have rejected the wisdom of God. Submit. Be royal. Observe the law of absolute surrender. Then they are running in the wrong direction. Alafu wanasema nitaweka bidii mwaka huu nitakuwa nimefika. Hutawahi fika. Speed is not an advantage when you are running in the wrong direction. Habia jirani yako kuanzia leo. Take the right course. Bwana Yesu asifiwe. Are you running in the right direction? Amen. What makes you think that God is going to open door for you? What makes you think? What makes you think that God is going to open doors for your life? What makes you think? Maana maisha haya yana milango kila mahali. There are doors everywhere. Doors are everywhere. Even in heaven there are doors and gates. What are the gates in heaven for? Are there no thieves and the devil is not there? Marika, what are the gates for in heaven? Kama mbinguni kuna milango na hakuna wezi na shetani haiko huko, ni za nini gate? Na kama gates ziko heaven na hapo je ni ngapi? There are so many. Every time you want to go to the next level, know there is a door. And that door will not give you way until either you squeeze it, either someone open for you. And many times you will knock someone to open for you. Unaweza kaa kwa mlango kama hii. Ukibisha, unless someone open for you from inside, you never enter. That is how it is with this life. The race is not to the swift, not the battle to the strong. Victory comes from God. It is not by your own effort. It is when you obey, you align with what God is saying, then your life changes. It took God in the life of Joseph for him to rise. Somebody say, if wishes were horses, beggars would ride. We have a lot of people with wishes. Unatamani hii. Oh my God, oh my God, oh my God. I wish. You will die with your wishes. Because it is not to those who are wishing. It is to those who are aligning. Pastor, it is those who are doing what God says. Not those who are wishing. Continue wishing. Mshawahi na hizi kuku zinasukukaka kwa kioo tau. Ukiwa huna pesa uende usimame hapo nje. Si unakula na imagination. Lakini hiyo kuku zinaweza toka hapo ndani. Hiyo kuku zinaweza toka hapo ndani. Itatoka namna gani? If you pay for it, right? That is how life is. Kuku zetu zinazunguka namna hii. Kwanza inakuonyesha mguu. Mgogo, kichwa. Nawe unamwaga mate pale. Mgogo.
kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo nasema haki Mungu kipatia hii inaweza kuikula vibaya sana. Haiko mbali. You only need someone to pay for it or you pay for it. Bwana Yesu asifiwe. That is how life is. Na wapenda niwaambie ni vitu ziko na ziko mbinguni, ziko huku. Ambia jirani yako vitu ziko hapa. But God is faithful to the faithful and he is flawed to the flawed. If you are faithful to God, he will be faithful to you. Wacha kusema sijui, wacha nikuambie kuna watu wanashuhudia uaminifu wa Mungu kwa sababu nao ni waaminifu. Hawezi kaa kwa hii simu masengenyo the whole day. Raila, Kibaki, Ruto, mchungaji, makanisa, sijui nini. Alafu unakuja hapa. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu na wacha niwaambie wapendwa, tuache hii ukatuni kanisani. Hii ukatuni tuache kanisani. Sarakasi tuache kanisani wapendwa. Najua mwezi sema imelikubwa. Lakini nitaingia moyo katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi kile ninawatakia mjue ukweli waweke huru. Watu wamedanganywa sana siku hizi. Oh, what you need ni hiki kifagio. Oh, what you need ni hii chumvi. What you need is to know the truth so that the truth can make you free. If you are not faithful in little thing, God will not entrust you with much. Now when I'm talking about little thing, sisemi tu kutoa kanisani. Hata wewe mwenyewe pesa zile unapewa kwa mshahara. What do you do with it? Kwa sababu kuna watu hapa wanapewa mshahara 15,000, wengine 20, wengine 50, wengine hata 100. Ukimuuliza what do you do with your life? Anakuambia unajua unaweza fanyia nini 1,100. My friend, are you crazy? Do you know there are people who are rising with 10k and even 5k? Alafu wewe unapewa mimi unasema huwezi fanya kitu. Kazi yako ni kuongeza 280. The sons of darkness are wiser than the sons of the light. What is wisdom? Wisdom is to know what to do when you need to make decisions. What is wisdom? It is to know what to do. What is knowledge? It is to know how to do it. Are you getting me? Mungu amecontract na 100k. That is more than enough. You can own. Are you getting me? Lakini uwezi kuwa unapewa 50k Pastor Paul. Lakini unakaa ni kama hata hutupataji kitu. Hata pesa unasema mimi yangu sijui inaishaga aje, sijui inaendaga wapi. Hata ni kama yeye umerogwa. Alafu unasikia Mungu ukinipatia 200, sasa nitakuwa mwaminifu na nitafanya maendeleo. Okay, hiyo 100 umefanyia nini? Hiyo 50 umefanyia nini? Bwana Yesu asifiwe. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Apia jirani yako kuwa mwaminifu. Be faithful with little things. Amen. David was so faithful. He had every opportunity to do sin. He had an opportunity to devise his ways apart from God. Like every time an opportunity showed up that he could compromise. Anasema Mungu hapana. I can't touch the anointed. I have an opportunity. Ambayo mimi ningekata huyu mtu kichwa na next day nikuwe mfalme. Imagine. Hata Mungu alikuwa amedhibitisha kwamba ni Daudi atakuwa after so. Lakini anasema my God, I can't touch the anointed. He was so faithful. The man was so faithful. He can't bite the finger that fits him. Siku hizi unaona watu wanaenda media wanatoa wachungaji na baba zao go kabisa lifeline. Wengine mtu anatoka kanisa, anatoka na sarakasi anaenda akichafua kanisa everywhere. Bwana Yesu asifiwe. Abia jirani yako be faithful. So I want us to read something so that we can finish. Iko na dakika 10. How to handle like it? How to handle little things? How to handle little things? Number 1, how to handle little things. That is subtitle. You can write this one. We must appreciate our small beginning. We must appreciate our small beginning. David was enthusiastic about his duties.
he arose early in the morning to tend or look after his father's sheep. Sio lazima uandike exactly that. You can look for your own language. We must appreciate small beginning. Like David, who was very passionate of his duties. He rose early in the morning to look or to tend after his father's sheep. Imagine, Daudi, hii tuko ndoa ya baba yake Jesse, tudogo. Alikuwa anaamka mapema, anafungulia zinaenda kichakani. Anashinda huko akicheza kinanda. Very passionate, very enthusiastic. Hapo anasema unajua hii ni ibada tu ya boga. Unasikia kwa wale mama wanasema unajua niko na nyanya tu hapa. Ninapajia tu Mungu hapa. My friend, love that job of yours. Penda hiyo kazi yako. Hiyo kibanda ndio yako, ipende. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna mtu mwingine alikuwa ananiuliza, "Pastor, unaendaga kanisani na shida huko?" Mimi nashangaa nitamwambia nini? Because sasa mimi this is what I do. Na yeye alikuwa ninajua mahali anafanyaga kazi. Na mimi simuulizi, "Mbona na wewe unashindaga kwa jua?" Sasa mimi nashindwa, anaona what is a big deal? Mimi kuja hapa kanisani na kushinda hapa. This is what I do. This is my life. I love what I do. That's why hata wakati hamkuwa mmekuja, I was still preaching. Wakati tulikuwa watu 15, I could still do it with vigor, with passion and zeal, because I love to do what I'm doing. But if you do anything for money alone, you never rise. Bwana Yesu asifiwe. Hata hiyo kazi unaendaka kwa kujisukuma. Hai. Unasikia wakisema Monday blues. Hangovers. Because your heart is not there. One way, if you want to know someone is going to rise, look at the passion and the zeal. Ukitaka kujua mtu atainuka na ataendelea kwa anything he does, angalia passion. Angalia passion. Ukiona mtu the passion iko high, unajua huyo mtu atasucceed in whatever he does. Lakini ukiona mtu wa kusukumwa, dada twende kanisa, anatoka anaangalia nje. Na leo unakaa kunyesha kama saa 4 hivi. Siwezi kujaribu sana. Huyo mtu aende bali kwa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine akakomplaniketi ni saa 3 ya asubuhi na ni saa. Ana test kama kuna baridi na kamguu anatoa kamguu nje kwa. Ati ana test kama kuna baridi aende anaja. Na unaomba ukue mtu wa mchungaji. Waulize watakwambia ile mazao anamkana. Mama mliamka saa ngapi leo? Be honest, mliamka saa ngapi? Saa 10. Hajamka saa 10 Aombe ndio atutayarishe mpaka mimi. Tayarisho. Wale mnataka kuwa wako wa wachungaji. Unafikiri ni rahisi? Saa ngapi? Atayarisha watoto, atayarisha mzee. Na ajitayarisha. Na tukuja na tukafika mbele yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ninahubiria? If you want to know someone is going to succeed, look at how he appreciates more things. How we take little things. Ukipewa na pastor hapa kuongoza ibada, how do you take it? Mimi ningepewa kuhubiri, ningesikia kuhubiri kabisa watu wasikie. Habia jirani yako, appreciate small things. Appreciate small beginning. Yes, serve it with the whole of your heart. Maana kama hiyo kinada, cheza kabisa. Na unakuja mapema, sio unakuja hapo umesimama kama taifa. Saa 5. Unajua hii kitu hata tulipanga tutalipwa namna gani? If you can't be faithful, why do you demand a pay? Bwana Yesu asifiwe. Kuna juzi nilipeleka gari yangu mahali kutengenezwa hii kigurudumu ya nyuma. Hiyo cover hiyo. Kijana akapaka rangi vizuri. Sasa hii kiangalia imepaka rangi vizuri. Wacha nikwambie. Akaniambia hata hii kigurudumu hiyo kikava nitakurudishia kwa gari yako. Kwambia huyo kijana. Kuna watu kuna Madaudi bado. Kijana akona bidii na roho safi. Hata kama hamkuwa mmekubaliana muongeze pesa, inabidi muongeze.
Yaani kazi yake inaitisha. Imagine ilibidi nimuongeze pesa. Nikamwambia I'm even ashamed. Hata kama tulikuwa tumesikizana hivi. Hapana, acha niongeze. Bwana Yesu asifiwe. Yaani roho yake na bidii yake na heshima yake inatoa pesa yako kwa mfuko bila kuibu. Hata bila kuibu. Pesa inatoka bila kuitini. Unaona mama? Mzee sio lazima akupatie wale. Kuna vile unaweza kumhando anazitoa bila kuitisha. Bwana Yesu asifiwe. Na leo kwani leo nikapo zangu mimi naendelea bali. Lakini kuna sababu ya. Nafikiria kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili nitoe pesa nimuongeze. Because the passion, the way he handle it, the way he is doing it. Hata nakwambia hapa nitaongeza kama bati, nipige lakini it is outside whatever you have. Niangalia nikasema jamani watu wengine kukaa nao. Kukaa na watu wengine. Utatoa sana. Utatoa. Bwana Yesu asifiwe. Na hawaitishi. Unajua badala ndio anakuitisha. Huyu ni kazi inaitisha. Appreciate small beginning like David. Be passionate, be enthusiastic about the duties that you have been given. Pastor Morini, I know very soon God is going to give you a chance. I believe that. But make sure whatever you are doing here, do it with passion. That you may qualify. Are you getting me? Sababu unakuta watu wengine we want to be served and we don't want to serve others. Amen. Unasikia wapendwa wale mko hapa. Ifanyeni namna hii. Number 2, nataka tumalize. It is our positive attitude towards small things that determines our future greatness. Write it. It is our positive attitude towards small things that determines our future greatness. Imagine. It is our positive attitude. Our positive attitude towards small things that determines our future greatness. Umesikia hiyo mwalimu? Our attitude towards small things, towards small responsibility, towards that small money, your attitude that will determine the future greatness. Bwana Yesu asifiwe. Umeandika hiyo? Umeandika? Number 3. While moving to great things, keep your eyes to small things. While moving toward great things, keep your eyes to small things. Or toward small things. Ukiendelea kuinuka usikanyange wengine na usidunishe kule umetoka. Don't burn the doors behind you when you're moving to greatness. Don't burn the bridges behind you. You may need it to come back, right? Bwana Yesu asifiwe. When you are moving to great things, keep your eyes to small things. David knew his future was great, but he still attended his father's fusion. Imagine wakati Daudi alimwagiwa mafuta. Kama ni wengine wamwagiwa mafuta na nabii wa kitaifa waambiwe kuanzia leo wewe ndiye mpakwa mafuta. Hii dunia inaweza kalika. Palika. Hii dunia inaweza kalika. Na wacha niwaambie, mnajua Samuel alikuwa, the Bible says when Samuel alienda kutia Daudi mafuta kwa nyumba ya Jesse. Do you know alikuwa, those guys were not like, you know, there's watu tunaita ati wanasikia watu wanajiita prophet, na ukiangalia hata sio prophet wa kijiji. Wacha niwaambie, Samuel alikuwa prophet. Akija mlolongo mnatetemeka. Ni zaidi ya mfano. Wewe unacheza na mtu anatilia wa akina huu mafuta. Sasa ni nani mkubwa? Hii mnacheza nyinyi. Yaani unatiliwa mafuta na yule anatengenezaga wafalme na mamlaka ya heaven. Na anakuambia wewe ndiye Mungu amechagua. Na anakuambia life sio siri, yule amekataliwa. Kama ni wewe singetengeneza jeshi. Useme kwanza leo. Ijaje? Tunamumua. Basta, uambie Mungu kabisa. Pasta wako anangolewa hapa na Mungu. Mungu amemkataa, amefanya. Tunapendwa serikali. That is why he was a man after God. Anatiliwa mafuta, alafu the next thing anafanya nini? Anarudi anachukua kamugara. Unajua kamugara?
kichakani. Anagoja. Anago again, subira. Anago. Hata wewe unaibisha kwa hivyo kamoja hapa sasa kuanzia hiyo siku. Usicheze na mtiriwa mafuta. Pia jirani yako humble yourself. Pia jirani yako humble yourself. Hata mlisikia wakati mlisimama uwepo ikashuka. Hata ile takataka bwana. Humble yourself. David grew. In fact, he was entrusted with a portion of Israel, Judah. Aliinuka through stages until eventually he became a king of the whole of Israel. Lakini alianzia wapi? Kichakani. Mafuta bado anayo, lakini yako wapi? Naona vijana siku hizi wanaenda kwa YouTube. Unasikia Apostle Michael. Na akiona akona follow kidogo hivyo, hashikiki. Mafuta ni mingi mpendwa. Mimi ni mtume ni wa kusubuka makanisa. Huko kuna shida. Huko kuna shida mingi sana. Daudi aliwekwa mafuta, akaambiwa ni wewe, lakini hakuacha kondoo. Au aliacha? Kichakani every day. Tukondoo na mafuta tu. Pia jirani yako kuwa pole. Pia jirani yako kuwa pole. Dunia sio kubwa sana. Whilst moving to great things, keep your eyes to small things. David knew his future was great, but he still attended his father's future. Number 4. Let's finish with number 4. Nimiji. Small beginning and little experiences teaches us to depend upon God. Small beginning and little experiences, they teach us to depend upon the Lord. Small beginning and little experiences, they teach you and me to depend upon the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Daudi hakuamka mara moja na kupigana na Goliath. God had given him little experiences now and then. He was fighting bear one day, the other day he's fighting the lion. Those experiences mattered more when he fought Goliath that gave him exposure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Kuna watu wanataka kuwa exposed sahihi na hawajaiva. Mungu nifanye mhubiri wa kitaifa. Sasa hiyo ukipewa uhubiri utahubiri mara mbili hapa ukauke. Kuna kijana mwingine alikuwa anasukua pasta yake sana. Anataka kuhubiri. Pasta akampatia Sunday akahubiri. Sunday nyingine akapewa akahubiri. Ya tatu akahubiri. Ya nne akahubiri. Ya tano akamwambia imeisha. Imei? Imagine ya kikombe. Bwana Yesu asifiwe. So we must learn from our small experiences. Or our small or little experiences. They teach us to depend upon God. Wapendwa, you can't handle Goliath until you have handled some little things. Bwana Yesu asifiwe. It is the same you who become a king tomorrow. But in every king there is a child. In every child there is a king. Little experiences here and there. They teach you how to live with people. For example, kuna mtu hajui kukaa na watu, and yet he want to become a pastor. Kuna mtu akikuja hii church, within 1 hour amekosana na kila mtu. Huyu hapa nyumba ananiangalia vibaya, sijui huyu na yeye anaona kama sina nani. Hiyo mambo yote imetoa wapi? Kuna dada alikuja kwa hii church akasema hata rudi. Na akakuja life kuniambia, akaniambia pastor, wewe mahubiri yako ni super. Lakini kuna dada hapo ile macho ananiangalia naye. Nikaona hii kanisa haina upendo. Sasa macho tu. Macho. Na wengine ni macho inakuwa na shida. Unajua kuna mtu akikuangalia unaona ni kama anakuchukia lakini anaangalia hivyo. Sasa kama unakuwa intimidated na kuangaliwa na ukipewa uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes God want to train you to deal with people, to stay with people. Unakaa na watu kwa amani. Lakini wewe unataka kuwa mchungaji na hata kukaa na watu ni shida. Ukikaa na watu unasema, kila mtu ananisegenya, sijui unataka tufanye nini?
Unataka tufanye nini? Don't you know a leader is always on an elevated place? Kiongozi anakuwa pahali pako juu, lazima usekenywe. Eleke wewe. Unataka tusekenye nani na wewe ndio tunaona uko juu? Kini wewe ukichanganywa kidogo, hii mpaka unapatwa na ulcers na depression. Hii hata silali, jana nimesikia vibaya sana. But tuweke. By the fact that unanisengenya, you are backbiting me, it simply means you are back me, you are behind me. Tuweke, mimi nitakosa kukula fish ingie ndani. Ati mlisema, I don't even give it a second. I have